Raghiba an sunnati falaysa minni, mtu anayechukia mwendo wangu si katika sisi, si katika mimi. Watu habari zingine za huko kuweza kukutana tu huko barabarani na kujalia kuwa huyu ni mke wangu, hii jamani tuacheni, ni vibaya, ni vibaya, ni vibaya. Na wewe kila siku mnapata madhambi, hata chakula chenu mnachokula pia madhali ni kwa ajili ya kwamba mnanuliana chakula hiki kwa njia kama hizo, pia mnaandikiwa madhambi. Hebu acheni mchezo huo, na angalia wewe mwanamume jinsi ulivyopotea njia. Wewe unakwenda unajibanza tu pale, alafu unahesabu watoto wako. Hakuna watoto wako pale, watoto bado ni wa mama yule, na wewe huna haki kabisa. Yule mtoto unamnyima pia nafasi ya mirathi juu ya baba yake. Hebu turudi nyuma tuangalie nini Mwenyezi Mungu ametufanyia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aya zilizosomwa hapa, kuna kijana mmoja yule kwanza katika kufika kwangu mimi hapa alisoma akamweleza Nabii Isa alayhi salam jinsi Mwenyezi Mungu alivyojalia ule muujiza mkubwa sana. Bi Maryam binti Imran, yeye Mwenyezi Mungu kuonesha kwamba Mungu yeye anaweza kufanya jambo lolote alitakalo, na wala Mungu haulizwi kwa jambo lake. Mwenyezi Mungu amemuumba Adam bila kuwa na mama na baba. Amemuumba Adam bila kuwa na baba na mama. Halafu Mwenyezi Mungu akaonesha uwezo wake. Akamleta Hawa bila kuwa na mama, ana baba tu. Halafu akamleta Isa bila kuwa na baba, ana mama tu. Hawa ana baba tu ambaye baba yake ni Adam, na vile vile ndio akawa tena Mwenyezi Mungu kwa kuwa alisema nataka kujalia katika, manake Hawa ametokana na Adam. Sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu alisema nataka nijalie katika hii ardhi khalifa, ni lazima basi ajalie kwamba pale ndio patokane watoto kutoka kwa Hawa na Adam. Lakini akamleta Isa bila kuwa na baba. Mwenyezi Mungu kuonesha ufalme wake akampa Bi Maryam, akampulizia, yani kwa ufalme wake Mwenyezi Mungu alimtuma malaika kuipeleka roho kwa Bibi Maryam, akaweza kuchukua ujauzito. Baada ya pale sasa, siku zile sasa za kutaka kujifungua, Bi Maryam anasema nilitamani nife. Ndio aya zilizokuwa zikisoma, natamani ningelikuwa mimi nife, wa kuntu nasiya mansiya, niwe nimesahaulika kabisa kuliko hii hali ambayo nilionayo. Nitaulizwa hali hii namna gani? Lakini basi aliposhikwa na uchungu alikwenda akajificha mahala kwa katika kigogo cha mtende namna hii. Mwenyezi Mungu akamwambia, shika hicho kigogo cha mtende, huzi ilayki bijid'in nakhla tusaqit alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri aina. Akaambiwa hebu kitikisi hicho kigogo. Basi kukishika kukitikisa, mara tawi zikaota mara moja, mara tende zikaota pale tende yani mara moja ile zile tawi zikapata tende na zikaanguka chini tende, na akala na maji pale. Mwenyezi Mungu akampitishia kijito cha maji, akanywa maji Bibi Maryam, na akaweza kujitawarisha na hivi, na akaambiwa maneno mengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni karimu, hatari kubwa. Mungu yafaalu lima yurid, anafanya lolote lile alitakalo Mwenyezi Mungu bila ya kuulizwa na yoyote. Kwa hiyo wameeleza pia habari za Maryam na kwa kumzaa Nabii Isa, lakini vile vile wakaeleza msomaji wa pili, yeye akaeleza yani muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu kaelezea habari za kuumbwa wanadamu. Angalia kuumbwa wanadamu hawa ni kabla ya kuumbwa hii dunia, hata hatujui ni miaka mangapi. Hapana, wala usihesabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo. Mungu yupo na maneno ya Mungu yapo. Maneno ya Mungu si hadi. Kuna vitu vinakuwa ni hadi. Kama wewe mwanadamu unazaliwa mtoto mdogo, hujui chochote, alafu unakuja unaanza kutamka kidogo kidogo, haya maneno yamezuka, ni ya kuzuka baada ya kwamba ulizaliwa hujui hata kusema. Sasa ukajua kusema,
Sasa Mwenyezi Mungu yupo na maneno yake yapo, ni yakali. Lakini maneno gani aliyozungumza Mungu? Akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Hapa ndipo mahala palipokusudiwa. Wa min ayatihi, katika muujiza wa Mungu mkubwa, katika dalili kubwa za Mwenyezi Mungu kuonesha ukubwa wake na utukufu wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu nyinyi, kuombieni wake, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwa hao wake zenu. Ndio kamaona mtu kwa mke wake anakuwa ametulia, ni lazima mtu atulie. Akisha kuoa anatulia. Bado kidogo babu, salamu alaykum. Anatulia baada ya kuwa amepata nyumba yake. Litaskunu ilaiha ni moja ya miujiza mikubwa sana. Lakini wa min ayati akhalaqakum min turabin, katika miujiza ya Mwenyezi Mungu ni kukuumbieni nyinyi kutokana na mchanga. Kisha Mwenyezi Mungu akakuja alieni nyinyi basharan tantashirun, viumbe ambao mnatembea, tofauti kabisa na kauli zitokazo kwa baadhi ya akwali za wanadamu wengine ambao pengine katika kushindwa kutafumua katika vitabu na maneno ya Allah, huyu binadamu alikuwa nini? Wengine wasema alikuwa gorila, ndio akawa yani kama vile sokwe au nyani, alafu katika kuendelea kubadilika mpaka anakuwa mwanadamu. Si kweli, tuwefuate maneno ya Mungu. Mungu anasema wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, katika muujiza wa Mungu mkubwa ni kukuumbeni nyinyi kutokana na mchanga, thumma antum basharun tantashirun, kisha mkawa nyinyi viumbe mnaweza mkatembea. Adamu ameumbwa kutokana na udongo ama mchanga kama inavyosema Qur'an. Yote kwake Mungu ni jaizi tu. Na Adam baada ya kuumbwa, Mwenyezi Mungu anatueleza ndani ya Qur'ani kwamba hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kakaa muda mwingi hali ya kuwa ni kitu tu kinelala pale, hakuwa hata malaika hawakuwa wanajua ni nini hiki. Mwenyezi Mungu akampelekea ile roho ikakaa kichwani tu miaka 100 hapa. Miaka 100 kifuani, miaka 100 ikateremka kwenye miguu, miaka 100 ndio anakuja kukamilika kuwa ni mwanadamu. Ndio nini mtu. Ndio akakaa sasa amewekwa peponi, amepata uhai na nini, kakaa kule peponi. Na kwa kuwa Mungu alikwisha tamka neno lake kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka nijalie katika ardhi khalifa atakayepitisha amri zangu. Maana kuna sala, kuna somo, kuna zaka, kuna hija, mambo kama haya yote lazima yapitie kwa mwanadamu huyu. Hata malaika wakashindwa kumuelewa Mwenyezi Mungu, basi sasa ikabidi sasa Mwenyezi Mungu atimize lile neno lake lile. Baada ya kwamba Adamu amekaa muda mrefu yeye peke yake, Mwenyezi Mungu siku hiyo akamtia Adamu usingizi. Amemtia usingizi, akamtoa ubavu wake mmoja katika mbavu zake za upande wa kushoto, ubavu chini kabisa akamtoa, ndio akamuumbia Hawa. Adam kuamka asubuhi hivi anaangalia mbele yake kuna mtu, wakawa wanatazamana tu namna hii. Kwa hiyo Hawa ametokana na ubavu wa Adam. Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu tena akasema wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja, kutokana na nyinyi wanaume nyinyi Mwenyezi Mungu ndio ameumba wake, ni kutokana na nyinyi. Kwa hiyo mwanamke ametokana na mwanamume, wanawake wametokana na mwanamume. Hawa ametokana na ubavu Adam, ubavu upande wa kushoto. Kwa hiyo wanaume wote sisi mbavu zetu za upande wa kulia zimekamilika, mbavu za upande wa kushoto ziko nusu kidogo pale, ubavu wa chini ule haupo. Ndio aliumbiwa Hawa akawekwa pale mbele. Adam ameamka asubuhi anatazamana tu mpaka Mwenyezi Mungu tena alipokuwa ameumba shahawa, matamanio. Sasa ndio ikabidi amtupie Adam, akamtupia na Hawa, mili yao ikatikisika. Anataka kunyanyua mkono amguse, anaambiwa usifanye hivi mpaka utoe mahari yake. Akaulize nini mahari yake? Mahari yake nini? Akaambiwa mswalie Bwana mwenye jina hili. Ule peponi, milango ya pepo imeandikwa Allah Muhammad, imeandikwa jina la Mwenyezi Mungu na jina la Mtume Muhammad. Akaambiwa umswalie Bwana mwenye jina hili.
Mara ngapi? Si wengine wanasema mara 100 na hivi. Adamu ndio kumswalia bwana mtume, ndio kuozwa Hawa, ndio mahari yake ilikuwa namna hiyo. Na leo tumepata baraka na kikao chetu hiki vile vile kuswaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ingawa sasa tunatoa mahari, sasa kuna mawalii, huyu anamuidhinisha huyu pale. Mwenyezi Mungu mwenyewe alijalia mahari ya Nabiiullah Adam kwa Hawa ni salatu ala nabii. Wali wake kumuoza ni yeye Mungu mwenyewe, anamuoza Adam kwa Hawa. Baada ya pale ndio tena Hawa akawa